Ghurur. Hii aya tunapoisoma tunahisi nini kuhusu utukufu na thamani ya pepo? Kama wewe unakodi nyumba, kila nyumba kwa mujibu wa sura unavyoiona kodi yake itakuwa inanasibiana na sura ya ile nyumba. Ukija mitaa ya Mlandege nyumba zake zina kodi yake, na ukishuka kidogo mitaa ya huku Mchangani ina kodi yake. Ukienda mitaa ya kule Shangani, Mji Mkongwe, kuna kodi yake. Ukishuka huku Ujang'ombe kuna kodi yake. Ukienda huku Mbweni na Chukwani kuna kodi yake. Sio kwamba ile kodi ya nyumba ya kule Chukwani ndio utakaoweza kulipa kama unavyolipa pale Ujang'ombe. Ni nyumba zinazonasibiana na sura yake na ile hali yake na gharama ilivyogharamika. Sasa je, nyumba ya Mungu ambayo kaiweka huku ndio inanunuliwa kwa bei rahisi? Mtume anasema ala inna sil'ata Allahi ghaliyan, jueni kwamba bei ya Mwenyezi Mungu kununua ile bidhaa yake bei yake iko juu. Ala inna sil'ata Allahi hiya aljanna, na bidhaa hiyo ya kununuliwa na Mwenyezi Mungu ni pepo. Kwa hiyo bidhaa hiyo bei yake iko juu, iko juu. Kwa hiyo aljannatu dari wal malu mali, pepo ni nyumba yangu na mali ni mali zangu. Kwa hiyo fashtaru jannati bimali, mara nyingine hutaka kima cha kuinunua hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu kwa mali nyingi sana, kwa amali nyingi sana, hata mara nyingine kwa sacrifice ya kumwaga damu, kwa sababu unataka kwenda kuishi katika nyumba hiyo ambayo mwenyewe unasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kimbilieni katika kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu na pepo. Pepo yenyewe ardhuha as-samawat, upana wake ni kama mbingu, wal ardhi, na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa watu wa mchao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila kitu chake kizuri. Kwa hiyo thamani yake itakuwa ya hali ya juu. Sasa Mwenyezi Mungu anapotusomea aya za kuondoka hapa ulimwenguni na kule tutakaofikia, anatuambia kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaondoka hapa ulimwenguni. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, na si lingine lolote mtalipwa kila mlichokichuma hapa ulimwenguni huko kesho siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nari, yule atakayeepushwa na moto, wa udkhila aljannata, akaingizwa peponi, faqad faz, huyo amefaulu. Allahumma ja'alna min alfaizin. Kisha akayarudia tena maisha ya duniani, akasema wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, na haikuwa starehe za dunia ila ni starehe za kumdanganya mwanadamu. Ukiona duniani kama unadanganyika kama utaishi milele, lakini wallahi utaondoka hujakamilisha kile ulichokuwa unakipanga. Kila mmoja na ramani ya maisha yake. Baada ya muda mchache nitakuwa hivi, nitapanga hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Je, utakamilisha chochote katika hayo? Hakuna moja utakalolikamilisha. Hakuna moja utakalolikamilisha. Utaona kwamba kila unachokifanya hufikii katika lile lengo. Basi dunia inakudanganya tu. Ndo Mtume SAW anatuambia tusi strike tukawa sana tuko katika dunia, kwa sababu itatuacha siku moja. Tuangalie al-akhiratu allati irtahalat muqbila fa inna ad-dunya irtahalat mudbira wa likulli minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya. Dunia imeanza kukupeni mkono kwamba kwa heri, na akhira imekunjwa mikono kwamba karibu. Kwa hiyo ninyi elekeeni kule mnakopokewa, sio kule mnakopewa kwa heri, kwani kila mmoja hapa dunia na akhira ina watoto wake. Kwa hiyo kuweni watoto wa akhira, msiwe watoto wa dunia. Janna. Kwa ajili hiyo ni wazi kwamba peponi kila mtu atapata anachokitaka. Kila unachokitaka utakipata peponi.
Mwenyezi Mungu anasema katika sura Qaf, yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. Mwenyezi Mungu anawataja watu wa peponi hapa sasa, udkhuluha bisalam, ingieni peponi kwa amani. Ametaja moto, si hatutaki kutaja moto, sio ishu yetu hapa, kama kikumbushio tu kwamba Mwenyezi Mungu ataiuliza Jahannam, je, umejaa? Anasema Jahannam itamwambia kumjibu Mwenyezi Mungu, je, wapo wengine wanyongeza? Kama wapo walete. Sasa akiwaambia ingieni peponi kwa sababu leo ni yaumul khulud, ni siku ya kukaa huko milele, anamalizia na kauli yake Mwenyezi Mungu anasema lahum ma yashauna fiha waladaina mazid. Lahum ma yashauna fiha, watapata kila wanachokitaka huko peponi, kila wanachokipenda kipo kule peponi. Kwa hiyo kile unachokipenda, unachokitaka kule peponi kizuri utakipata. Mbedui mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na nimekukumbushieni nakwambieni, mabedui walikuwa na tabia ya kutojua kuzungumza vizuri, wakavu wa maneno. Mnajua khilqa za watu wa majabalini ambao hawana hadhara. Kwa hiyo walikuwa akija na masala yao, mengine ilikuwa kama yanachekesha, mengine yana uzito, mengine yanaghadhibisha, mengine yanafurahisha, basi litakalokuelekea suala lolote ndio hivyo hivyo tu. Sasa mmoja akaja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, afil jannati khailun? Ya Rasulullah, je, huko peponi unakotusifia kila siku farasi wako? Eke farasi wapo peponi? Hajataka kuuliza kitu. Kama wewe unauliza wanawake wapo, majumba yapo, dhahabu ipo, Bedui anauliza farasi wapo peponi. Na usishangae mtu mwingine akauliza muhogo yupo peponi, usishangae. Kashaulizwa shekhe mmoja, uko peponi muhogo upo? Shekhe akajibu naam, muhogo upo, uzalao ma yashauna fiha, wanacho kila wanachokitaka huko, waladaina mazid, na nyongeza tunayo sisi. Akauliza, ya Rasulullah, afil jannati khailun? Je, peponi yupo farasi? Fa inni uhibbu al-khayla, kwa sababu mimi napenda farasi. Je, wapo huko peponi farasi? Bwana Mtume akasema, idha udkhilta al-jannata, ukijaliwa kuingizwa peponi, utita bi farasin min yaqutatin, Mungu atakuletea farasi ametengezwa kutokamana na yaqut. Yaqut ni moja katika maadini ghali. Wa humilta alayhi, na utabebwa juu ya farasi huyo, fayatiru bika haithuma shi't, na huyo farasi huyo wa peponi atakuwa anaruka na wewe kokoto unakotaka kwenda. Bedui akasema, basi inanitosha hii, nitafight kwa ajili ya farasi wa peponi. Anaambiwa si farasi tu, farasi hapa ulimwenguni anakwenda chini, na mara nyingine anakukalif kumlisha, mara nyingine anakuudhi, mara anakufa. Lakini ukiingia peponi, utita bifarasin min yaqutatin, farasi wa yaqut anakuja. Wa humilta alayhi, unabebwa juu yake, fayatiru bika, kisha huyo farasi anaruka na mabawa, anaruka pamoja nawe ila haisu mashitu, unakotaka unakwenda. Bedui likamfurahisha kukuonyesha kwamba kule peponi, kama Mwenyezi Mungu atatujalia kuingia, Mungu atujalie, tunapata kila kitu tunachokihitaji. Sasa je, huyu mke anamwambia mumewe, mimi nishawahi kuolewa huko nyuma na waume zaidi ya wawili, lakini
kama peponi nitaambiwa nichague kuishi naye, mimi sikuchagui wewe. Kwanza hapa kishamvunja kila kitu, kishamuona kwamba mke wangu adui yangu. Tunasema kwamba ni maneno mabaya ya kumwambia mtu mpenzi wake, mtu aliyokuwa karibu naye. Lakini suala kama hili la kwamba mtu atakaa na mke gani kule peponi, aliwahi kuulizwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na mkewe ambaye ni Ummu Habibata Ramla binti Abi Sufyan. Bibi Ramla ambaye ni mmoja katika ummahati almu'minin alimuuliza Bwana Mtume, ya Rasulullah, almar'atu yakunu laha zawjani fi dunya, mwanamke anaolewa na waume wawili hapa duniani, fali ayihima takun fil akhirati au fil janna, sasa akienda peponi atakuwa wanani? Hili suala lishawahi kutangulia huko. Kwa hiyo masala mingi yanayokuja baadaye yameulizwa zamani na Mtume kisha yafafanua. Suala kama hili Ummul Mu'minin kakaa, bila shaka inapita katika fikra yake, analiuliza. Wanaolewa na mume wa kwanza, labda anakufa, wa pili labda anakufa, anabakia yule mwanamke kwamba ameolewa na waume wawili. Sasa je, kenda peponi watagombania, kila mmoja atasema wa kwangu, au atasema mimi ndo wa kwanza, mwingine atasema mimi ndo alikuwa akinipenda sana kuliko wewe? Au peponi kutakuwa na vita kama hivi, ugomvi, watu wakugombania na wanawake? La. Sayyiduna Rasulullah yagajibu alipoulizwa fali ayihima takun, atakuwa wanani kesho akhira. Na Mwenyezi Mungu amjaze khairi Bibi Ramla, alikuwa ni suala nyeti la kuondosha mashakil kama haya. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, ama jawabu la suala lake Ramla, fali ahsanihima akhlaqan kana ma'aha fi dunya, ikiwa waume ni wawili, basi mwanamke huyu mumewe atakayekuwa naye peponi ni yule aliyokuwa na tabia nzuri kumliko mwenzake kesho akhira. Fali ahsanihima akhlaqan. Sasa jitizame tabia zako, usije ukakosa mke kesho peponi. Mkeo yule ambaye anatoka na wewe katika ulimwengu, kwa sababu wanawake hawa tunaondoka nao hapa ulimwenguni watakuwa warembo na wazuri mpaka watu watafikiria watakuwa wanashinda wale hurul ain, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran uruban atraban li ashabil yamin, kuwatengeza upya na kuandaa tena upya wanawake hawa wanaozungumziwa katika suratul Waqi'a, sio wanawake wa peponi mahurul ain, bali ni wanawake wa duniani ambao wanawake sisi tunawaoa. Kwa hiyo ili apate kuwa mkeo au ili upate kuchagua wewe mwanamke mume kati ya waume waliokuoa, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, na kabla ya kusema hilo neno la mwisho, hii hadithi ya Mtume, wacha nikurudishe tena katika riwaya alipokea na Imam Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Imam Malik, huko peponi Mwenyezi Mungu atajalia yule mwanamke ambaye ameolewa zaidi ya mume mmoja, kitu ambacho kitampelekea yeye kupata mume kule peponi, sio kuolewa na kila mume au kukaa na kila mume aliomuoa kule duniani. Atapewa mume mmoja ambaye anasema alifariki wa mwisho wake kufariki, yani yule ambaye alifariki katika maisha yake ndiye atakayekuwa mumewe kule peponi. Riwaya ya Abu Darda vile vile inasema hivyo hivyo, na hawa wote bila shaka wamenakili na kupokea kutoka kwa masahaba na kutoka katika kauli za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile Sayyiduna Abu Bakr aliletewa mashtaka na bintiye inaitwa Asma'u bintu Abi Bakr ambaye ni dada wa Sayyida Aisha.
ili kumshtaki mumewe Sayyiduna Zubair ibn al-Awwam. Akaambia, Zubair, mume wangu ana matatizo na mimi. Tizama, hii hadithi inatufunza kitu kimoja kikubwa sana. Asma bintu Abi Bakri dhatu nitaqaini, historia ya Kiislamu inamtambua kwa awsa'ul abwab. Ukisikia mtu alijitolea kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka siku Mtume anaondoshwa katika ile nchi ya Makka kwenda zake Madina, basi kuna matukio mawili yametokea kwa watu wawili hawa, hayasahauliki katika historia, la Sayyidina Ali na Sayyida Asma. Sayyidina Ali alipoambiwa num ala firashi au nam ala firashi, Ali, itabidi ulale katika godoro langu, kwa sababu makafiri wamepanga njama ya kuniua. Sasa unapolala katika godoro langu, mimi sitolala, kwa maana kwamba nitaokoka mimi, kama kuuawa utauawa wewe. Uko tayari? Basi nenda kalale katika godoro langu. Hebu jamani, tuvute fikra kidogo. Wewe umeshajua kwamba watu wanamtafuta huyu bwana, na wakishamtafuta wakimpata wanamuua, na wao wanajua kwamba nyumbani kwake pale, na wanajua kwamba usiku wa leo muhabarati au masiaidi wetu na majasusi wetu washatuambia kwamba yumo ndani. Kwa hiyo ni kwenda kuivunja nyumba ile iangukie katika kichwa chake au tummalize. Kisha yule mtu akwambie, bwana lala wewe katika nyumba hii. Nimepata habari muhimu sana za kweli za uhakika kwamba leo usiku watakuja watu wanataka kuniua katika nyumba hii. Kwa hiyo ndugu yangu, nakwambia bora lala wewe, mimi nakimbia. Hebu tuambizane ukweli, utalala katika hiyo nyumba? Halali mtu. Ina maana waje waniue mimi? Hata kama we mzee wake mtu, hata kama we nani wake, hakubali, hawezi kukubali. Lakini Sayyidina Ali anaambiwa na Mtume, lala ala firashi watasajji bi burdati hadhi, najifunike ile nguo yangu hasa ambayo mimi naitumia, kitanda cha Mtume na burda ya Mtume, bedsheet ile ya Mtume na chumba cha Mtume. Wao watajua tu moja kwa moja ni Muhammad. Sayyidina Ali akakubali, akasema nitalala ya Rasulullah. Mtume SAW usiku akatoka, akamwacha Ali amelala katika kitanda chake, anajitoa mhanga kwa ajili ya Mtume. Makafiri wakafika, wakaizunguka nyumba yake, wakachungulia katika chumba chake, wakampata mtu kalala, wakasema Muhammad yumo ndani. Ni hatari iliyoje kwa Sayyidina Ali, lakini amelifanya hili. Ametoka Mtume akamwacha yumo ndani, Ibn Ammi wale wameingia, wakampata Ali, wakampiga Ali, lakini sio kwamba walitaka kumuua Ali. Walipojua kwamba si Mtume tena hawakumuua, kwa sababu lengo lao wamuue Muhammad ibn Abdullah, lakini alihatarisha maisha yake kwa kiasi kikubwa. Asma bintu Abi Bakr, Mtume yuko hupo pamoja na Abu Bakri. Huku baba yake Abu Bakri anakuja nyumbani kwa Abu Bakri, na baba yake Abu Bakri alikuwa ni kipofu, haoni. Huyu Abu Kuhafa mwenyewe alipofika nyumbani akauliza watoto wake, baba yenu yuko wapi? Baba yenu yani Abu Bakri yuko wapi? Akamwambia baba yetu ametoka, nasikia mimi kama kaandamana na Muhammad, hajaslimu hapa Abu Kuhafa. Sasa anakuacheni peke yenu, anafuatana na Muhammad na yahatarisha maisha yake. Amewaacha nini na kitu gani? Na siku hizo walikuwa hakuna kitu, biashara hamna, watu wako katika hatari. Abu Bakari hajaacha kitu chochote pale nyumbani kwake. Basi binti huyu Asma binti akajua babu yake akija atagomba, atamlani mwanawe, ataleta zogo katika ile nyumba. Akatafuta mawe katika polo, akajaza
akaeka na mchanga kule juu, kisha akachukua tambara akafunga akaeka juu, akachukua na kitu kingine akaeka kama pesa akaweka, kisha akamwambia babu yake, baba yetu ameondoka, lakini usijali, katuachia kitu kikubwa. Pesa alizotuachia hawatuzimalizi leo wala kesho kutwa. Kama unabisha tia mkono hapa. Yeye kipofu hajui, akigusa anaona kuna vitu, chakula, kuna nini, polo limejaa. Akamwambia hili lote kakuachia? Nikamwambia naam, katuachia. Kumbe hajaacha kitu. Hataki kutia shaka au kutia uzito kwa safari ya bwana mtume na baba yake huko alikokwenda. Basi Asma huyu ameolewa na bwana mmoja mtukufu vile vile, anaitwa Zubair ibn al-Awwam, katika wale watu 10 waliobashiriwa pepo na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisimama tukasema Abu Bakri, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Amir Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, Zubair ibn al-Awwam. Akawataja watu 10 akasema hawa wote wataingia peponi, ashabul janna, wote watu wa peponi. Zubair ibn al-Awwam huyu ndo mumewe Asma binti Abi Bakr. Leo anakuja Asma anamshtaki kwa babake, tati watashku az-Zubaira inda abiha, anamshtaki baba, mimi nateseka, matatizo, mume wangu hivi, kitu kadha kadha. Tazama jamani, yatizameni maisha ya ndoa hayo, ni watu watukufu kama hawa. Pia kunatokea mashakil baina zauji wa zauja. Asma mwanamke wa peponi, Zubair mwanamume wa peponi, na wanagombana vile vile. Kunatokea mashakil baina ya watu wawili hawa watukufu, huyu binti Siddiq na huyu rajulun min ahli aljanna. Inatokea matatizo ya kinyumba mpaka mke anashtaki kwa babake. Wapate kujua watu kwamba haya mambo yanayotokea baina ya mtu na mkewe nyumbani ni mambo ya kawaida jamani, ambayo hawakusalimika watu bora kuliko sisi. Mashakili ilitokea, lakini ilaji yake ilikuwa inakwenda vile vile hasba shariati al-islamiyya. Akamwambia ya abati jitu ashku Zubair, nimekuja namshtaki Zubair mume wangu. Abu Bakr kajibu nini? Kamba ya bunayya tisbiri, e binti yangu vumilia. Tizama baba mzuri, binti amekuja kushtaki, baba anamwambiaje? Isbiri, vumilia. Sisi watoto wetu tulowaozesha waume zao wakija kutushtakia tabia za waume zao tunawaambia nini? Kapo, kwani uliokotwa wewe? Una babako na mamako, anatuonyesha nini? Anatoka baba na matusi na kifua mbele. Tulikupa binti yetu, tena tulikuozesha karibu na bure, hasa mahari tulikukhafifishia hasa. Leo natufanyia hivi binti yetu. Hata hataki kutaaka kuangalia kuna tatizo gani. Yeye maadamu kaona machozi ya mwanawe yametoka, kaona mwanawe amekuja pale hana furaha, anajua tu mkweli. Anaondoka pale baba na matusi tena, anataka kumtukana mkwewe. Tujifundishe kutoka kwa hawa watu. Ya bunayya tasbiri, e mwanangu vumilia. Maisha ya ndoa ndo hayo. Hayata zawjiyya laysat mafrushatan bilwurud, maisha ya ndoa hayakutandikwa maua. Yana kona nyingi, yana mashakil mengi. Hata nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam tulisomeshana katika suratu Tahrim, mpaka mtume kuharamisha baadhi ya vitu ni misukosuko ya nyumbani kwake. Sasa wewe baba vipi wewe mwepesi wa kukubali na kuivunja ndoa ya mwanao bure tu? Unashindwa kusema kilima kizuri kumuongoza binti yako mdogo katika masala hayo? Anakuja unamkubali, anambia kaa hapo utapata mume mwingine, utaolewa afa, achana naye yule. Ya bunayya tasbir, e kijana changu, ya bunayyati, e kijana changu chake, isbiri, vumilia. Kisha akasema fa inna Zubaira rajulan salih,
fa inna Zubaira rajulun salih, hakika Zubair ibn al-Awwam ni mtu mwema. Hakika Zubair ibn al-Awwam ni mtu mwema. Kisha kamaliza, wa arju an yakuna zawjaka fil janna, na nataraji huenda akawa mumeo vile vile kesho peponi. Zubair ni mtu mwema na huenda akawa mumeo peponi. Abu Bakr anamwambia nani? Binti yake. Tusome wazazi wetu tulokuwa tuna watoto. Wazee tusomeni hapa. Tujifundisheni kaifa yurabbi alwalid ibnataha. Vipi baba anamlea binti yake. Zote hapa tuna mabinti. Tumewaozesha. Wana mashakili na waume zao. Tutizameni tunawalea vipi mabinti hao na waume zao, tunazitunza vipi ndoa zao, tunawasaidia vipi kukaa na waume zao, tunawasaidia vipi ili kuweza kuyamudu maisha yao. Je, tunawafunza kwa ndoa ndivyo ilivyo hivi? Unawapa mfano wewe ulivyokuwa wewe na mkeo ambaye ni mamake, kuanzia huko mwanzo ilikuwaje? Mwambie mimi na mamako hivyo hivyo, hatuishi kugombana. Wazee kama hawa ndio tunawahitaji katika community na society, walikuwa na fikra. Na kwa nini mtu mzima na kwa mara nyingi ameshasoma mambo mengi, ameona mengi, ndio maana ukiwa na umri wa miaka 40 unaambiwa ni rajulun balagha ashuddahu, na kama ni utume basi unapewa katika age ile. Leo utakuja kukuta mtu mzima lakini hana fikra, anaamini vitu vidogo, anafuata mambo ya wanawake, anafuata kauli ambazo hazina ushahidi ndani yake, anafuata kazi yake yeye, domo lake kubwa tu utafikiria langamia au punda. Ule utu uzima wake ni kwamba ni nywele tu au kutoka meno au hana meno. Lakini unahitajika wewe kuangalia busara za utu uzima wako ambao umepewa, kwa sababu umeishi sana. Umeishi na mkeo labda miaka 40, unajua misukosuko ya ndoa, unajua matatizo yake, unajua utamu wake na uchungu wake, ulezi unaujua. Kwa hiyo angalia kuwa kama Abu Bakr, isbiri, vumilia, fa inna zawjaki, kwa sababu huyu mumeo rajulun salih, ni mtu bora. Wa arju an yakuna zawjaki fi dunya fil akhirah, na nataraji atakuwa mumeo kesho, kuonyesha kwamba mtu anaweza kuondoka na mumewe duniani akawa mumewe vile vile kule kesho peponi biidhnillah. Isbiri. Kwa hiyo kuwa mvumilivu. Mtoto akarudi nyumbani akavumilia, akazidi kuwa mvumilivu. Kwa hiyo kitu kikubwa anachokisema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba mwanamke atamchagua mume aliyokuwa na tabia nzuri kuliko mwenzake. Sasa Mtume akamalizia kumwambia Ummu Habiba kauli hii, akamwambia ya Ummu Habiba, laqad dhahaba husnul khuluqi bi khairi dunya wal akhirah, kwa hakika tabia njema imeondoka na khairi za dunia na za akhira. Kuonyesha kwamba yule alikuwa na tabia nzuri ndio amepewa kipaumbele cha kuzipata khairi za dunia na khairi za akhira. Ya Umma Habiba, laqad dhahaba husnu al-khuluqi bi khairi ad-dunya wal akhirah. Hii tabia njema hii, mtu kuwa na tabia nzuri, huyu anapewa favor, priority ya kupata mazuri ya hapa duniani na kesho akhira. Kwa hiyo usisumbuke kutaka kujua atakuwa mke wa nani, atakuwa mke wa nani. Liman kana hasanul khuluq, yule atakayekuwa mzuri wa tabia. Na Uislamu kama unatizama kitu kwa mtizamo wa thamani kubwa, basi ni akhlaq na tabia. Mtizame Mtume sallallahu alayhi wasallam, ameingia madrasa, akaingia mpaka college, akaingia mpaka university. Bwana Mtume alipotaharraj na haflatu taharruj, ile graduation ceremony yake, Bwana Mtume alipewa cheti. Kupewa cheti hicho, Mwenyezi Mungu, cheti hicho ilikuwa hakikuandikwa PhD au hakikuwa kiliandikwa wa innaka la ala khuluqin azim, ndo cheti cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin, hakika wewe Muhammad uko katika tabia tukufu nzuri, hakuna mfano wake. Ndo cheti cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuonyesha kwamba kama ni Uislamu wote yurakizu ala alkhuluq. Msikilize Mwenyezi Mungu anamsifu,
nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin adhim. Hakika uko katika tabia tukufu Muhammad. Ni tabia ambayo iliwapelekea wengi kujiuliza, anatoa nini Muhammad kuwapa hawa watu? Bedui mmoja hasa alikaa ikawa analiwaza tu jambo hilo, madha yu'tihim Muhammadu, Muhammad anawapa nini hawa masahaba zake? Kaifa halu Umar ya jamaa, hebu itizameni hali ya Umar ilivyobadilika. Amewakusanya wenzake, wanaijadili tu hali ya Umar kabla al-Islam wa halu Umar baada al-Islam, mpaka anawauliza jamani, huyu Muhammad kwani anawapa nini hawa watu wake? Umar huyu alivyokuwa leo, msikilizeni Umar baada ya Uislamu anasema nini? Anasema rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi, Mwenyezi Mungu amrehemu mtu ambaye ataniletea zawadi ya aibu zangu. Mimi na matatizo na aibu na mambo mengi ambayo sio mazuri nimefanya. Kwa hiyo mtu akiyachukua akiniletea, akiniambia Umar, wewe umefanya kadha 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 kadha, basi Mungu amrehemu mtu huyu. Angalia alivyokuwa na tawadhu. Kweli ni Umar huyu alivyokuwa pale mwanzo. Leo anasema namuombea dua mtu ambaye atakuja kumwambia mabaya yake na maovu yake kuliko kukaa kimya. Kweli Umar huyu tunamfananisha na yule? Akamwambia jamaa, mimi sikubali. Siwezi kukubali kwamba Umar kabadilishwa na Muhammad kiasi hiki. Kwani anawabadilisha watu vipi? Anauliza, mbona kwa nini unahoji sana? Akasema naam, liannani adra an-nas bi Umar, kwa sababu Umar tumecheza wote na mimi namjua zaidi kuliko nyinyi mnavyomjua. Kana yantiqu bisayfihi qabla an yantiqa bilisan. Umar ninavyomjua ilikuwa ulimi wake unakuja second baada ya upanga wake kutangulia. Yani alikuwa akitamka kwa upanga kabla ulimi. Alikuwa ni mtu kathiru shar, ni mkali mno na shari nyingi mno. Umar anazo, mimi namjua. Lakini tizama hili likabadilika baada ya Uislamu, akawa ni mkali mno, lakini kwa kitu kimoja tu, haki. Katika haki. Ndio maana yule mnafiki anaitwa Bishru alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kwenda kugombana na Myahudi katika kesi, Myahudi anamwambia twende kwa Muhammad ibn Abdullah. Bishri ambaye anajitia Muislamu anamwambia twende kwa Ka'b ibn al-Ashraf, yani kiongozi wenu wa Kiyahudi. Bwana, vipi wewe Muislamu na kupeleka kwa mtume wenu na anambia twende kwa yule bwana ambaye ni adui yenu Ka'b ibn al-Ashraf? Akamwambia sina, wewe ni jamaa yenu, twende huko. Twende kwa Muhammad wewe bwana, akamwambia twende huko, mpaka mwisho akakubali. Wakaenda kwa mtume. Walipofika kwa mtume akauliza kuna habari gani? Akamwambia habari yetu mimi na huyu tunagombania, haki iko wapi? Faqadha an-nabiyyu lilyahudi ala muslim. Mwenyezi Mtume akahukumu kwamba hii haki ni ya huyu Myahudi, si yako wewe Muislamu. Yule Muislamu hakuridhika na kauli ya mtume wala hukumu ya mtume. Akamwambia sikubali, bado twende zetu kwa Umar ibn al-Khattab. Tizama, eti ameshaondoka kwa mtume, anasema sijakubaliana na uamuzi wa mtume, twende kwa Umar ibn al-Khattab. Anajua kwamba Umar ibn al-Khattab hapendi makafiri, ni mkali. Kwa hiyo kwa maana yote akipeleka kesi yake na inahusiana na yeye ambaye anajiona ni Muislamu na kafiri, Umar kwa kuwa yeye na makafiri ni kama chui na mbuzi, basi hata hukumu haki ile kwa Muislamu. Kaacha kauli ya mtume, kaambia twende kwa Umar. Myahudi anashangaa, anaambia mimi nakushangaa wewe ambaye huyo Muhammad ni mtume wako, hukutaka hata kuamini wala kukubali kesi alivyoamua, unasema twende kwa Umar. Haya, twende huko kwa Umar tuone na yeye atahukumu vipi. Wamefika kwa Umar, Myahudi anazungumza,
kana baini wa baina hadha akhik, ilikuwa baina yangu na huyu ndugu yangu nizaun, tunagombana mimi naye. Fadhahabna ila Muhammad, tumeenda kwa mtume wenu Muhammad. Ewe Umar, nisikilize vizuri. Faqadha li alayhi, mtume wenu amehukumu haki yangu. Huyu bwana hajakubaliana na uamuzi wa mtume wenu. Fazaama annahu yashkuni ilayk, akadai kwamba tuje kwako wewe utahukumu zaidi kuliko mtume wenu alivyohukumu. Haya, na wewe hukumu sasa. Umar akauliza, ahakadha, anavyosema huyu ni kweli wewe kwamba mmetoka huko mkaenda kwa mtume, mtume akahukumu hujaridhika? Nikamwambia naam, hivyo ndivyo ilivyo. Akamwambia fasbir, basi nisubiri, nakuja sasa hivi kuhukumu kwa uadilifu. Omar akaingia ndani, yule bwana akawa sasa mmemleta kwa kiboko ya makafiri, sasa ataona huyu, subiri hapa. Omar akatoka na panga lile, fadaraba bihi almuslim, akampiga muislamu katika shingo yake, akakikata kichwa chake. Akasema, hivi ndivyo ninavyohukumu kwa mtu ambaye hakukubali hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Zikashuka aya, alam tara ila alladhina yaz'umuna, watizameni wale ambao eti wanadai kwamba wao wamemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, badala ya kuhukumu kwa Mwenyezi Mungu yuhakimuna yatahakamuna ila taghut, wanakwenda kuhukumia mataghuti. Yani Ka'b ibn al-Ashraf wanataka kwenda kuhukumiana huko, yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru an yakfuru bi, na wameamrishwa wayakufuru mataghuti. Mpaka zikashuka aya ambazo zinasema hakuna chochote mtakachokipata mpaka mfuate sheria na kauli na amri za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Aya hizi zikashuka kwa sababu ya habari kama hizo. Fa rabbika, na hapa kwa Mola wao, la yu'minun, hawawi waumini wa kweli hao, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe ndo hakimu wao, fima shajara bainahum, kati ya mambo yaliyopita kati yao. Kisha hawatopata mahala kwa kwenda popote isipokuwa walifuate lile ulohukumia wewe, wa yusallimu taslima, na wasallim amri kwa hukumu yako Muhammad, ndio atakuwa waislamu wa kweli. Sasa anajiuliza yule mbedui, ma balu Umar, sasa hebu nielezeni huyo Umar kweli kabadilishwaje na Muhammad mpaka kawa hivi? Amekuwa sasa aizzatan ala alkafirin, amekuwa adhillatan ala almu'minin, ni dhalili kwa waumini wenzake lakini mkali kwa makafiri, lakini alikuwa mkali kwa watu wote. Akamwambia, ni Muhammad bwana, usibishane. Akasema, lazima niende kwa Muhammad nikapate kuona anachowapa hawa watu wake. Bedu akafunga safari kweli, akaja mpaka kwa mtume, akamwambia, Muhammad ana dhaifuk, mimi mgeni wako. Akamwambia, tafadhali, mimi sikufukuzi, kaa nyumbani. Akakaa kwa muda wa siku 3, anatizama taalim za Muhammad na mafunzo yake. Siku 3 ile anaona mtume Muhammad ni hasanul khuluq, ni linu janib. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, angalia, ndio hivi Mwenyezi Mungu anamsifu sayyidina Rasulullah. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin min Allah, ni rehma ya Mungu imekujia ewe Muhammad, ikakufunika. Linta lahum, ukokuwa laini tabia yako kwa hawa watu. Walau kunta faddan, ungekuwa wewe mna moyo mkavu, wewe mwenyewe mzito wa tabia, wewe mwenyewe ukawa hubebeki, ni mzigo. Ghalidha alqalbi lamfaddu min hawli, wote wangekukimbia, ungekuwa huna watu.
Kwa sababu atakayekaa na wewe anahisi maneno yako pia ni magumu kupokelewa, tabia zako ni mbaya, kila kitu chako kibaya. Lamfadhu min hawlik, wangekukimbia, lakini fa'fu anhu, wakikukosea wasamehe, ndio tabia nzuri. Fa'fu anhu wastaghfir lahu, waombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Fa idha azamta, ukiamua kufanya, fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Mtume akawa nao hawa watu, kila anaishi naye kwa dini janibi, na anaishi naye kwa huruma kabisa, na anawapokea hata mababe, watu waliokuwa hawajui kuzungumza, majababira bilini janibi, mpaka wanabadilisha msimamo wao. Na wengi wao walikuwa hawa mabedui ambao la yadruna kaifiyat tahadduth. Mwingine anakuja anamwambia a'tini ya Muhammad, nipe ewe Muhammad, kwa nguvu. A'tini ya Muhammad, nipe ewe Muhammad. Muhammad anachukua anampa, anamwambia ndio hicho unanipa? Nyumba ya mtume inatoa kitu kama hiki? Mwingine anakwenda anamwambia Mtume Muhammad, anagonga mlango wa mtume, bwana mtume hayupo, anatoka bibi Aisha, anamwambia unataka nini? Sema sadaka, naomba sadaka. Nimeona hakuna nyumba ambayo inatoa sadaka nyingi hapa kama nyumba ya mtume, kwa sababu yeye ndio mwenye kuamrisha sadaka. Bibi Aisha anatafuta nyumba nzima, hamna kitu, anapata habatu inab, punje moja au nini moja tu ya zabibu, anachukua anampa. Bedui anasema baitun nubuwa wa habatu inab, ina maana nyumba ya mtume nzima inatoa punje moja ya zabibu, ndo sadaka yenu hii nyumba ya mtume inavyotoa? Kwa jeuri. Lakini hili linapokewa kwa bibi Aisha, anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Huyu anamwambia a'tini, mtume anampa. Badala ya kushukuru kusema alhamdulillah, anasema la ahsanta wala ajmalta wala jazaka Allahu khaira, hukufanya vyema wala hukufanya vizuri wala Mungu hakupi khairi yoyote, hichi ndo unanipa Muhammad. Mtume alikasirika. Tasawwar wewe umempa mtu, amekuja wale omba wale wanakuja siku ya Ijumaa, umetoa umempa shilingi 100 hiyo bwana, kisha akwambia wewe una adabu, hii ndo nini unanipa? Mungu hatakulani. Mungu hebu utamfanya nini wewe? Kwani nimekuita? Utamwambia si umejipitisha mwenyewe? Lakini mtume kakaa pale, yule bwana kaja anaomba, amempa. Alichompa badala ya kushukuru asema la ahsanta wala ajmalta wala jazaka Allahu khaira. Mtume akaondoka akaenda nyumbani, akamwambia mbedui, nifuate nyumbani kwangu, bila ya kukunja uso wala kughadhibika. Amefika nyumbani, akachukua zaidi ya kile alichompa akampa. Akamuuliza hal ahsantu ilaika ya Arabi, je, nimefanya vyema? Bedui akafungua meno akacheka akasema laqad ahsanta wa ajmalta wa jazaka Allahu khairan ya Muhammad, umefanya vyema na vizuri na Mungu akupe khairi ewe Muhammad. Kisha akamwambia inna fi qalbi ashabi shay'a, wale sahaba zangu pale katika nyoyo zao umetia kitu kibaya kwa kunisema mimi kiongozi wao mbele yao bila kutoa shukrani kwa nilichokupa. Hal tastati'u an taqula kama qult, je unaweza kwenda kusema pale kama ulivyosema hapa kwamba umekubali umeridhika kwa nilichokupa? Akamwambia naam, niko tayari. Akamchukua akampeleka, akamwambia nitakuuliza ukifika pale, hal ahsantu ilaika, wewe utanijibu kama ulivyonijibu. Uko tayari? Akasema naam. Walipofika mbele ya masahaba akamuuliza hal ahsantu ilaika ya Arabi, je nimefanya vyema? Bedui akarudia laqad ahsanta wa ajmalta wa jazaka Allahu anna wa anil mu'minina khaira. Muhammad, umefanya vyema, umefanya vizuri na Mungu akubariki akujaze khairi. Wale wakaanza kufurahi. Sasa wamefurahi. Mtume akamwambia msifurahi, nataka kuwafundisha kitu. Mfano wangu mimi na huyu bedui ni kama mfano wa mchunga na ngamia wake. Ngamia amekata kamba anakimbia, mchunga yuko nyuma yake anamfukuza. Kwa hiyo atazidisha nini? Yule atakwenda mbio zaidi na huyu atajichosha bure, hatampata ngamia. Lakini je, mchunga akichukua mbinu za kumuimbia na kumletea majani karibu na kumkatia manyasi kisha akamrushia, si atajileta yule ngamia? Si atamkamata kwa wepesi? Ndivyo nilivyofanya mimi, na hivi ndivyo ninavyotaka nyinyi muishi na watu. Mtakwenda kukuta watu wana kila aina ya dalili na akhlaqi mbovu. Chukueni qudwa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kioo chenu Muhammad ibn Abdullah.
Kwa hiyo mtapata watu kama hao. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiishi na masahaba zake, akiishi na vipenzi vyake, akiishi na maadui yake vile vile. Walikuwa wema waovu wote mbele ya Mtume walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaishi nao vizuri. Huu ni mfano mwingine. Mfano mwingine, bedui vile vile anakuja kwa Mtume, mbele ya Mtume akamkamata Mtume katika talabibi thawb. Unapokamatwa hapa kwa maana ya lugha ya leo namesema umekunjwa. Akamkunja Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Bedui akamwambia Mtume, a'tini haqqi ya Muhammad, innakum ya ahla ya bani Abd Manaf tumatiluna fi duyun. Nipe haki yangu Muhammad, nipe haki yangu. Nyie bani Abd Manaf, kazi yenu nyinyi mnarusha watu, umenirusha haki yangu. Angalia, anamwambia maneno haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba hakukubali. Utamkunjaje mtume wetu? Nani anakubali? Hawezi kukubali. Utakubali mzee wako anakunjwa? Hawezi kukubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam min babi aula. Wale hawajakubali, wakamwambia da'u, mwache, tunakumaliza. Mtume akasema la, da'u, mwacheni yeye, mwacheni. Kisha akamwambia muruhu bihasani talabi wa muruni bihasani al-ada. Muamrisheni, mfundisheni vipi adai madeni yake, na niamrisheni mimi vipi nilipe madeni ya watu. Msimpige, mnampia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anadaiwa. Mtu kuwa na deni kitu cha kawaida. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku nyingine alikuwa hana kitu, anakuja maskini anamkopea. Sasa madeni ya Mtume ilikuwa katika njia kama hiyo. Ikija kheri yoyote analipa yale madeni. Sasa yule bwana kweli alikuwa anamdai Mtume, lakini ilikuwa ile time au wakati wa kulipa deni haujafika, anakuja kumuazirisha Mtume mbele ya watu. Bwana, deni lako mwezi tarehe 30 nitakulipa, haijafika, kaja tarehe 20. Anamwambia Mtume Muhammad, innakum tumatiluna fi durri, a'tini haqqi, nipe haki yangu. Hapa ilikuwa ni mahala pa kusema bwana, maagano yetu bado. Lakini Mtume hakusema kitu, kawaambia sahaba, da'u muruhu bihasani talabi wa muruni bihasani al-ada. Mwambieni ajue vipi afuatilie madeni yake, ajifunze, na mimi niamrisheni, nifundisheni vipi nilipe. Yule bwana akashangaa, akasema ina maana huyu mtu nimemjaribu na kasema maneno haya, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah. Akamwambia, jamani, nimekuja kumjaribu Muhammad, wakati wa deni haujafika, lakini kwa hali hii mpaka hilo deni mimi nimesamehe, sitaki tena. Kwa tabia na shamail za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, shamailun nubuwah. Huyu ni sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu Bedwi anasema mimi nitakwenda nione hicho anachotoa Muhammad kwa hawa watu mpaka anawabadilisha hivi nini. Leo amekuwa hivi Umar. Jitu lilikuwa lina miraba minne. Mahala pa vita hatumwi mtu, anatumwa yeye. Mahala pa kutukana watu anatumwa yeye. Alikuwa akiitwa Safir katika ujahilia, Sayyidina Umar. Safir maana yake balozi, ambassador. Mahala pa vita anakwenda yeye. Manake watu walikuwa katika ujahilia wana watu wao special. Bwana, sasa hivi tunataka mtu wa kutukana sana, anatolewa mtu fulani. Mtu wa mwenye mashairi makali anatolewa mtu fulani. Mwenye mali anatolewa, kila mmoja ana position yake. Sasa ilikuwa kama ugomvi au kwenda kuwajibu watu, anatumwa Umar. Kwa sababu ile ukali wake watu walikuwa wanamuogopa. Mpaka Mtume anasema inna Umar yafirru minhu shaitan, mpaka ibilisi anamkimbia Umar ibn al-Khattab. Ma salakta fajjan, anamwambia Mtume siku moja Umar, ya Umar, wallahi hushiki njia illa salaka shaitanu fajjan ghaira fajjik, ila ibilisi ukamata njia nyingine. Akijua ibilisi Umar kashika njia hii atakwenda huko. Vipi mtu kiasi gani alivyokuwa? Ndio mmoja anasema ya rafi'a rayata shura wa harisaha
جزاك الله خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد رغم الخلاف، ورأي فرد يشقيها. إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. لا تمتطي شهوات نفس جامهة، فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. أنا مصف عمر لبقوة جبل، lakini jabal ile inasema jabalun yadhub. Ilipopata tu zile aya za Qur'an, qaha ma anzalna alayka alquran litashqa, hali alianza kubadilika. Ya Rasulullah, ana dhaifuka alyawm. Ya Rasulullah, mimi mgeni wako ya Muhammad, nataka kuona vipi unaishi na watu. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, alipoondoka pale akasema hakuna lolote niloliona kwa Muhammad isipokuwa ni mtu ambaye hakai naye mtu yoyote ila tabadilika tabia. Akaambia leo siku yangu ya mwisho, ausini ya Muhammad, niusie naondoka. Walikuwa na tabia hii watu. Hata huyu si Muislamu, ni jahil, lakini anasema nataka wasia. Ausini, niusie. Na Uislamu natakana kila mara ukiwa na mwenzako mwambie niusie. Niusie, nipe wasia. Na usilale usiku kabla ya kuandika wasia wako. Uislamu. Ausini, niusie. Mtume akamwambia wasiyati ilaika fala taghdab, wasia wangu usighadhibiki. Bwana katikisa kichwa akasema naam, ausini, niusie. Akamwambia la taghdab, akamwambia naam. Ausini, niusie. Akamwambia la taghdab, usighadhibi. Yule bwana anafikiri labda mtume anamwambia nitakuhusia, lakini kuna maneno utayasikia usije ukakasirika. Anaitikia naam. Kumbe ile la taghdab ndo wasia wenyewe mtume anampa kwamba usikasirike, usiwe mtu wa mahasira kila mara. Unasemaje Muhammad niusie la taghdab? Akaona labda leo Muhammad kachoka sana na pirika zake za kueneza Uislamu wake, hana ya kusema, basi nitaakhirisha safari. Basi naambia nitaondoka kesho, nimsubiri mpaka apate nguvu za kusema. Kesho ilipofika akamwambia ausini. Mtume karudi akamwambia la taghdab. Akaona huyu mtu vipi? Jana ulikuwa huna la kusema, leo vipi? Akamwambia nitaakhirisha safari kesho. Kalala siku ya tatu, kamsubiri pale anaamka tu hajafanya kazi zozote, akamfuata akamwambia ausini ya Muhammad. Ndio akamwambia la taghdab. Akaona basi la taghdab ndo wasia wenyewe, akachukua akaondoka. Lakini hebu tizama, la taghdab, usiwe na hasira. Una wasia mkubwa kuliko huo, kilima kimoja tu. Leo yanaharibika mambo kwa sababu ya hasira tu. Na hasira manake upanda mpaka mwili ukabadilika rangi, mtu akawa mwekundu au manjano kwa sababu ya hasira ambayo inatembea katika mwili wake. La taghdab. Na katika miongoni mwa tabia njema, tabia nzuri na sifa kubwa ya watu watakaoingia peponi ni wale ambao wanaficha hasira zao. Uiddat lilmuttaqin, wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu walipoelezwa ni kina nani? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Kawasifu Mwenyezi Mungu. Uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Anasema watu ambao wao hutoa mali zao wakati wa dhiki na faraja, na wale ambao huzuia hasira zao, na wale ambao huwasamee wanaowakosea. Shamail hizi akiwa nazo mtu na kuwa hasanul khuluq. Umekasirika ukaficha hasira zako. Laisa shadid bisura, inma shadid man yamliku nafsahu inda alghadab.
sio hodari wa mieleka. Uhodari ni mtu anaweza kuzuia nafsi zake, zile hasira zake wakati wa hasira, na akaweza akawa yule mtu ambaye anaitwa al-afwu inda al-maqdira, kusamehe wakati una uwezo wa kupanish. Ndivyo alivyowafanya mtume makafiri wa Makka. Wamempiga, wamemtoa, wamemfanya mambo ya kumfanya mtume. Siku alipoiteka ile Makka, amesimama anawauliza, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mnafikiri nitakufanyia nini nyinyi makafiri? Wanamwambia khaira. Mtume akasema idhhabu fa antum tulaqa. Amewakumbusha mengi na ameona mengi mtume. Hawa makafiri hawa wamemchukulia kila kitu chake. Alipoulizwa alipokuwa Madina, aina tanzilu ya Rasulullah, utashukia wapi? Anarudi zake Makka. Utashukia wapi? Umetoka Makka, Madina, unakuja tena Makka kwenu, huna nyumba, ardhi yako imechukuliwa, huna shamba, mashamba yanachukuliwa, ahli zako wote wamekuwa wametaifishwa, mali zako zote wamechukua. Aina tanzil, utashukia wapi? Sasa wa aina anzil, nishukie wapi? Akhadhu mali wa dari wa kullama amlik, wamechukua nyumba yangu, wamechukua shamba la, wamechukua kila ninachokimiliki makafiri. Kambia idribuli khaima, nipigieni hema amama qabri Khadija, pale karibu na kaburi la Bi Khadija mkewe. Saidina Muhammad anakumbuka ihsani ya Bi Khadija hata baada ya kufa, akakaa katika hema lake pale, nyumba hana. Leo watu hawa walomchukulia kila kitu chake, idhhabu fa antum tulaqa, na ile kaseti ya kupokonywa kila kitu chake ipo, kaseti ya kuuawa watu wake, kwa sababu binti yake mtume mmoja alipokuwa mjamzito, amehama kutoka Makka kwenda Madina, Bibi Zainab. Yule bwana alomtisha kwa hinjari, akawa anamfukuza nayo ile hinjari Bibi Zainab, ikawa anakwenda mbio mpaka mimba yote ikatoka, akavuja damu kutoka alikotoka mpaka anafika zake Madina, amekufa. Walimfanya hivi hawa watu, ni binti yake mtume, na mtume anakijua kisa hiki, na yule mtu alomfanyia hivi Bibi Zainab yuko pale, anaitwa Habar ibn al-Aswad. Wote wametikisa vichwa hivi, mnadhani nitakufanya nini? Nyote mko katika mikono yangu. Alikuwa anatosha aseme Habar, mkateni kichwa, kwa sababu alikuwa sababu ya kuuawa kwa Zainab. Fulani mkateni kichwa, kwa sababu katika watu walionitesa yeye mmoja. Fulani mfanyeni hivi, kwa sababu yeye ni mmoja katika watu walioiba mali zangu au walichukua mali zangu. Nimekisema la idhhabu fa antum tulaqa, ninachokisema mimi kama Yusuf alivyowaambia ndugu zake, akawaambia yaghfirullahu lakum la tathriba alaykum alyawma yaghfirullahu lakum, Mungu atakusameheni madhambi yenu, nendeni antum tulaqa, mko free, mko hur, mmewasamehe. Hizi ndo tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mara nyingine wanakuja watu hasa katika nyumba yake, wanamuuliza Bibi Aisha, kaifa kana khuluqun nabi, tabia zake mtume zilikuwaje? Bibi Aisha anasema, awala taqrauna alquran, hamsomi Qur'ani nyinyi? Kusema tunasoma. Sema kana khuluqul Qur'an, kana khuluquhu alquran, tabia yake mtume wenu ni Qur'an. Kwa hiyo unasemaje Muhammad? La taghdab, usighadhibiki. Akachukua ule ndo wasia, akaondoka, akaenda zake kwao. Anataka kuona anachowalisha Muhammad sahaba zake ni kitu gani. Na kilima hiki la taghdab hakukichukulia uzito wowote, kwa sababu hakukiingiza katika moyo wako. Ndiyo maana tunasema maneno unapokuwa yanapita tu katika ulimi, hayako katika moyo, hayakusaidii na kitu chochote. Ndipo pale unapokuwa wewe unaambia kwamba mie usiku wanakuja wanga, wananichukua usiku kiwanga wanga, nanipeleka shambani kwake, ninaenda kulima, we nachoka, wanakuja hapa wananifanya vitu vya kiajabu ajabu. Ukaambia hebu soma usiku ukilala, soma ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Unasoma, ukisoma ile ibilisi akija tu usiku, shetani au jini, ukianza kusoma ayatul kursi na yeye anakumalizia. Ukisema Allahu la ilaha illa huwal hayy, na yeye sema la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ukisoma Yasin na yeye anasema wal Qur'anil hakim innaka la minal mursalin.
Anakuambia wewe unajisumbua nini? Wewe mwenyewe unasoma haya yote huyafuati. Wewe na mimi sawa sawa. Mimi pia nayajua haya. Sasa hayana uzito yale maneno, lakini yana uzito ikiwa imani yako iko vipi na umeyatia maana. Ndio maana Qur'an inasema liyadabbaru ayatihi, watu wanatakana kuzizingatia hizi aya zake na wajue hasa kama zina thamani na zina uzito fulani. Sio wale wanasema Yasini dawa lakini mbio uwe nazo itakuwa imani hamna. Kwa ajili hiyo basi yule bwana anaambiwa la taghdab, lakini la yulqi biha bala. Akifika kijijini kwao anakuta watu wanapigana biatfa'il asbab, kwa sababu ambayo haina uzito wowote. Wamechukuana, makabila yamechukua fumo, wamechukua panga, wamechukua sime, wamechukua kila aina silaha, wanakwenda kuvamiana kwa ajili ya vita. Na yeye ndo alikuwa hodari wao katika vita, wanamtafuta hawamuoni, kumbe yeye ndo mwanzo anakuja. Walipomuona wote wakamkimbilia, wanawake, wanaume wanalia, wanaambizana ilikuwa tumekufa sisi lakini tumekuona wewe hodari wetu wa kivita, twende, kabila fulani linatuvamia. Akamwambia twendeni. Kwa nini? Akasema amekuja amefanya kadha 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 kadha. Fahamalahu alghadab, pale pale akaanza kubadilika kwa ghadhab na hasira. Akaenda nyumbani kwake akavaa dir'i. Dir'i ni nguo ya chuma, alikuwa majahil au watu wa vita wanavaa. Kisha akachukua na upanga wake na mwili wake unatetemeka kwa hasira, anataka kufanya intikama ambayo kwamba haijawahi kutokea. Akichukua mguu wake akivuka katika kizingiti cha mlango, akakumbuka kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, usikasirike. Akasema ala, Muhammad alinihusia nilipokuwa naondoka. Pale pale akavua dir'i, nguo yake akaichomeka na upanga wake akaweka, akakaa kitako. Watu wanasubiri, mbona hatoki? Kamtizameni. Amefika anaonekana Bukhari amekaa. Vipi? Akamwambia mimi sendi, nendeni. Watu wamekwenda huko, wamepigana, wameuawa, wamepigwa sana kwa sababu hodari wao hayupo. Ni kama yule striker wao kufunga magoli leo hayupo. Sasa wamefungwa sana, sasa lawama zote wanamshushia, ni wewe ndio umetuuza, wewe ndio umetuangusha. Yeye alipokuwa ndani ya nyumba ile, sasa ametoka, wao wamesharudi vitani. Wanamuuliza mabaluka leo umesibiwa na nini ndugu yetu? Akamwambia mimi nikuulizeni nyinyi, kwa sababu gani mmekwenda kupigana? Mabedui walikuwa wakipigana kwa sababu tu labda nyumba hii na nyumba hii wamekosana kwa ajili ya maji, kuchota maji katika kisima. Basi hiyo ndio kwa sababu wanauana. Akamwambia mmeenda kupigana kwa sababu gani? Mmekosa nafsi, watoto wamekuwa mayatima, wajane wamekuwa wanawake, mmekosa kwa sababu gani mnapigana? Mimi kwa Muhammad kabla muda mchache, Muhammad kanihusia, kaniambia la taghdab. Kweli nimeufanyia kazi wasia wake. Ghadab ingenichukua mimi kwenda, pengine nilikuwa na mimi nimeingia katika waka na balaa kama mlizozipata nyinyi, lakini kuanzia leo nimechukua wasia wa Muhammad na naufanyia kazi. Akaondoka pale akaenda akaslimu, akamwambia Mtume ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia bibi Habiba, utapata mwanamke ambaye aliolewa na waume zaidi ya mmoja, atapewa yule mume alikuwa na tabia zaidi nzuri kule duniani, ndio atakayekaa naye peponi kesho akhira. Nadhani suala hili ndio kwa limejibika, na Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Insha Allah taala darasa zetu zinaendelea, lakini bado hatujabadilisha. Tunataka Alhamis tuje tuifanye hapa, na hii Jumatano labda tuipeleke msikiti Mabati, lakini tutawatangazia tukishaamua hilo. Kwa hiyo siku ya Jumatatu Masjidi Salam, na Jumanne msikiti wa Baraste, na Jumatano ambayo kwa sasa ni mwisho inakuwa msikiti huu. Insha Allah taala Mwenyezi Mungu atujalie tudumu katika darasa zetu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا